Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumamosi Juni 20, 2026. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Tulionayo hii leo: hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika nyanda za juu za Minembwe. Hiyo ni kutokana na mapigano ambayo yanaripotiwa hapa na pale. Ila ni akina nani ambao wanadhibiti mji wa Minembwe kati ya jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanashirikiana na Wazalendo na waasi wa FCM 23? Ni siku 4 vita vilikuwa vimepamba moto, ambapo jeshi letu la serikali na kusaidiwa na vijana wazalendo pia na jeshi la Burundi tuliwalitaka waingie pale Minembwe ili wapate kushika mji wa Minembwe, ila hadi sasa hivi wanajeshi wetu walirudishwa nyuma jana. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii ya Minembwe, baki nami hadi mwisho wa matangazo, usiondoke mfuatiliaji. Mawakili wanadhamiria kufungua kesi ICC kuhusu ukatili uliofanywa Minembwe huko Kivu Kusini. Na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na MONUSCO wafanya doria ya pamoja Irumu kuwalinda raia dhidi ya makundi yenye silaha. Kuna hayo na mengine lukuki, naomba tuandamane sote hadi tamati. Niseme kwa mara nyingine tena karibu. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na MONUSCO wafanya doria ya pamoja Irumu kuwalinda raia dhidi ya makundi yenye silaha. Kama sehemu ya juhudi za kuwalinda raia na kupambana na makundi yenye silaha, walinda amani wa MONUSCO na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamefanya operesheni kadhaa za pamoja katika eneo la Irumu katika mkoa wa Ituri tangu mwanzoni mwa wiki hii. Huko Komanda, doria ya ufuatiliaji ilifanywa kuzunguka kijiji cha Bavonkutu ili kutathmini hali ya usalama na kuhakikishia wakazi wa eneo hilo. Kulingana na msemaji wa jeshi la MONUSCO Kanali Charles Ijiwa, misheni hii ililenga hasa kuzuia vitisho vyovyote vinavyoweza kutokea na kudumisha mazingira salama katika eneo hilo. Doria iliyofanywa katika kijiji cha Bavonkutu ililenga kuzuia vitisho vyovyote vinavyoweza kutokea, kuhakikishia wakazi wa eneo hilo na kuhakikishia mazingira salama na mazuri kwa shughuli zao za kila siku, alieleza. Wakati wa operesheni hii, timu za pamoja zilifanya uchunguzi na tathmini ya hali ya mambo. Tathmini zilizofanywa zilithibitisha kwamba eneo hilo linaendelea kuwa shwari na liko chini ya udhibiti bila dalili zozote za shughuli za makundi yenye silaha au matukio makubwa yaliyoripotiwa, alisema Kanali Ijiwa. Wakati huo, walinda amani wa Umoja wa Mataifa walioko Chabi wakiambatana na FARDC ambavyo ni vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walizuru mji wa Kiangele. Timu hizo zilikutana na viongozi wa eneo hilo na wakazi kukusanya taarifa kuhusu hali ya usalama na wasiwasi wa wakazi. Kulingana na MONUSCO, mazungumzo haya yalisaidia kuimarisha uhusiano wa jamii za wenyeji huku yakiongeza uelewa miongoni mwa wakazi kuhusu hatua za kuzuia Ebola. Kwa misheni ya Umoja wa Mataifa, shughuli hizi ni sehemu ya mkakati wa kijamii unaolenga kuboresha ulinzi wa raia katika maeneo yaliyoathiriwa na ukosefu wa usalama. Misheni hii imeimarisha ushirikiano na uaminifu kati ya MONUSCO na jamii za wenyeji, alibainisha msemaji wa kikosi cha walinda amani cha Umoja wa Mataifa. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Bila shaka mfuatiliaji wa matangazo yetu, usikose kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Kwingineko ni kwamba Baraza Kuu la Maaskofu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Senko linaandaa mkutano usiokuwa wa kawaida wa siku 3 kuhusu swala la katiba. Kikao hiki cha mazungumzo kinafanyika kuanzia Juni 18 hadi 20, 2026. Lengo la Kanisa Katoliki ni kupata msimamo wa pamoja. Siku ya Alhamisi, siku ya kwanza ya mkutano huu, wanachama wa Senko walisikia hoja kutoka pande zote mbili.
Kikao hichi cha mazungumzo kisichokuwa cha kawaida kiliitishwa kufuatia mvutano unaoongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaotokana na kampeni ya wengi madarakani kuunga mkono mabadiliko ya katiba, alitangaza Askofu Donatien Shole mnamo Juni 18 wakati wa ufunguzi wa mijadala. Changamoto kwa katibu mkuu wa Baraza Kuu la Maaskofu Katoliki nchini DR Congo Senko ni kuwaruhusu maaskofu katika msimamo. Kisha walisikiliza Delice Sanga, kiongozi wa upinzani, ni mmoja wa kambi hiyo inayopinga vikali mabadiliko yoyote ya katiba. Yeye mwenyewe alijeruhiwa mnamo Juni 12 wakati wa maandamano yaliyokandamizwa kwa nguvu huko Kinshasa. Alieleza kwamba alitaka kutetea katiba ya sasa ambayo inalinda raia dhidi ya uonevu na kuwaruhusu kuchagua viongozi wao kwa uhuru. Kisha ikawa zamu ya Jean-Claude Chilumbai kusikilizwa. Kwa sasa ni naibu spika wa bunge la taifa na mjumbe wa chama cha UDPS cha Rais Felix Tshisekedi. Anaunga mkono mabadiliko ya katiba yanayopendekezwa na serikali. Alirejelea sababu mbalimbali zilizotolewa kutetea marekebisho haya, akikumbusha haswa kwamba ni ahadi ya muda mrefu ya chama ambacho mnamo mwaka 2006 kilipinga katiba ya sasa. Wataalamu na msomi wa katiba lazima pia wachangie katika mjadala huu ambao hautakuwa rahisi, anaonya mtaalamu wa masuala ya siasa Christian Moleka. Anataja mgawanyiko ndani ya viongozi wa kidini kati ya wale wanaopinga mabadiliko yoyote na wale wanaotaka kubaki katika nafasi ya mapatanishi. Kati ya maaskofu wanaoamini msimamo thabiti ni muhimu wa wale wanaoamini uwezekano wa mazungumzo unapaswa kubaki wazi. Mielekeo miwili inayopingana pia inakuwepo ndani ya kanisa, anasema Christian Moleka, mtaalamu wa masuala ya sasa na mratibu wa chama cha wataalamu wa masuala ya siasa nchini DRC. Bunge la DRC lilipitisha mswada mnamo Juni 15, 2026 unaoweka masharti ya kufanyika kwa kura ya maoni nchini DRC wakati wa kikao cha mwisho cha mkutano wa kawaida wa bunge ambao unafanyika tangu mwezi Machi hadi Juni. Rasimu iliyopitishwa na bunge la taifa na baraza la seneti kwa masharti ya sawa itatumwa katika siku zijazo kwa ajili ya kupitishwa na mkuu wa nchi ambaye anashutumiwa na upinzani kwa kutaka kuitumia ili kugombea katika uchaguzi wa urais kwa muhula wa 3. Na sasa tuangazie swala nzima la afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ukizingatia kwamba sehemu kubwa ya mashariki inakumbwa na ugonjwa wa Ebola, hasa katika mkoa wa Ituri. Ni kwamba shirika la afya duniani WHO linaonya kuwa maambukizi ya virusi hatari vya ugonjwa wa Ebola yanaendelea kusambaa kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya kuwepo kwa jitihada za kupambana na ugonjwa huo. Mkuu wa WHO Marie-Roseline Belize anayehusika na misaada ya dharura barani Afrika amesema hali inaendelea kuwa mbaya hasa maeneo kaskazini mashariki mwa DRC. Mpaka sasa tangu virusi hivyo vya Ebola aina ya bundibujo ambayo havina dawa wala chanjo vimewaambukiza watu 896 huku watu 232 wakithibitishwa kupoteza maisha. Watu wengine 21 wamethibitishwa kuambukizwa kwa muda wa masaa 24 yaliyopita. Aidha, WHO inasema maafisa wa afya 75 nchini DRC wameambukizwa na Ebola na 17 kati yao wamepoteza maisha tangu mlipuko wa ugonjwa huo ulipotangazwa Mei 15 mwaka huu. Maambukizi kwa wataalamu wa afya inaelezwa kuwa yalitokana na uhaba wa vifaa vya kujikinga na ukosefu mkubwa wa wahudumu wa afya katika maeneo yaliyoripotiwa ugonjwa huo. Jimbo la Ituri ndilo lililoathiriwa zaidi ambapo ina 90% ya maambukizi yote. Katika nchi jirani ya Uganda, WHO inasema kwa siku 12 zilizopita hakuna maambukizi mapya yaliyoripotiwa baada ya kuripotiwa kwa wagonjwa 19, kati yao 2 walipoteza maisha na 10 walipona. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeanzisha kampeni ya haki kutekelezwa kwa waathiriwa wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kampeni hiyo iliyopewa jina 6 Million Voices for Justice for Congo inalenga watu milioni 6 duniani kusaini ombi la kuwafidia waathiriwa wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amnesty International inataka kuanzishwa kwa chombo cha kimataifa cha mahakama kitakachochunguza uhalifu uliotekelezwa kati ya mwaka 1993 na 2003 na makundi yaliyojihami nchini DR Congo. Shirika hilo linasema mapigano hayo yamesababisha madhara makubwa kwa raia. Naibu mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Vongai Chikwanda, amesema waathiriwa wa Kongo wameahidiwa haki kwa miongo kadhaa bila wahusika wengi kuwajibishwa. Aidha,
Amnesty International inapendekeza tarehe mosi Oktoba iwe siku ya kitaifa ya tafakari na hatua dhidi ya uhalifu wa kivita nchini DRC, ikiwa ni kumbukumbu ya ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2010 iliyobaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu, huku mapendekezo mengi ya ripoti hiyo yakiendelea kupuuzwa. Na sasa tujielekeze moja kwa moja katika nyanda za juu za uko Minembwe. Ni kwamba hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika nyanda za juu za Minembwe. Hiyo ni kutokana na mapigano ambayo yanaripotiwa hapa na pale uko Minembwe na katika viunga vyake. Taarifa nyingi ambazo zinatoka Minembwe zinasema kwamba jiji la Minembwe linadhibitiwa na FARDC ambao wanashirikiana na wazalendo. Wengine wanasema kwamba ni AFC ambao wanashirikiana na Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Lakini ukweli ukoje? Mimi nilipata muda wa kuzungumza na mkaji mmoja ambaye anapatikana huko nyanda za juu kutaka kujua kiujumla kabisa wao kama wananchi wanasema nini kuhusiana na taarifa hizi ambazo wanakuwa wakifuatilia kwa karibu kabisa yote ambayo yanajiri katika nyanda za juu. Huyo hapa ni mmoja wao, tumsikilize kwa kina kabisa. Unajua sasa hivi ni siku 4 vita vilikuwa vimepamba moto, ambapo jeshi letu la serikali na kusaidiwa na vijana wazalendo pia na jeshi la Burundi tuliwalitaka waingie pale Minembwe ili wapate kushika mji wa Minembwe, ila hadi sasa hivi wanajeshi wetu walirudishwa nyuma jana, wakaja wakasimama maeneo ya Bichumbe, maeneo ya Micho ya Mbochi. Sasa hivi bado adui ile M23 Twirwaneho ndo yupo pale Minembwe, ila wananchi wote wanangaika hiyo wananchi wa Minembwe hiyo sisi ambapo tuko kwenye vijiji vingine kama vile Mikenge, Kipupu na sehemu zingine, kwa sababu kupata chakula, kupata chumvi sasa hivi ni shida. Na mpaka sasa ninavyozungumza nawe, vita vinaendelea katika maeneo gani huko nyanda za juu? Vita hiyo jana, vita vilishinda hapo Ilondo ndio vita vimeshinda jana, kwa sababu jeshi la serikali lilitamani kuja kuvuka mto Lweo ili wapate kuingia huko Minembwe. Ndio hapo ndio vita vilianza asubuhi hadi kufika maeneo ya mida saa 9 ndio vita vimeisha, wanajeshi wa serikali wakarudishwa nyuma na M23 Twirwaneho. Kuna utata kidogo kuhusiana na Minembwe. Ni nani kiwasilia kabisa ambaye yuko Minembwe kwa sasa kati ya jeshi la taifa ambalo linashirikiana na wazalendo dhidi ya hawa waasi wa FCM 23 ambao wanashirikiana na Red Tabara na washirika wao Twirwaneho? Ni akina nani ambao wako Minembwe? Kwa maana kuna video nyingi zinatembea kwenye mitandao ya kijamii na huko unapata taarifa nyingi sana kutoka katika shamba la mapambano. Ni akina nani ambao wako Minembwe kwa sasa? Minembwe, ukisema wakina nani huko Minembwe ni Twirwaneho, M23, Red Tabara ndo wapo Minembwe. Jeshi letu wala wakuingia Minembwe wala wajagusa Minembwe, ila walipambana siku 4 kwa kutaka waguse waingie Minembwe, ila bado wakufanikiwa na hadi sasa hivi hawajafanikiwa. M23 Twirwaneho ndo wapo Minembwe na jeshi letu sisi lipo Mikenge, lipo hapa Micho ya Mbochi, lipo Achamba, lipo na Point Zero na Etasha na sehemu zingine. Huko Minembwe ukienda Ilondo, Mikenge Kalingi ya kwanza na Kalingi ya pili, ukienda maeneo ya Kakenge kote kule kuko M23 na kwenye mlima wao wa Kitavi ndo sehemu ambapo wanaweka ngome yao kubwa na silaha zao kubwa au M23 Twirwaneho. Yaani kwa namna nyingine unataka kukanusha kwamba hizi video ambazo watu tunaendelea kuziona kwenye mitandao ya kijamii sio kwamba ni za siku 1, 2, 3 zilizopita huko Minembwe? Hapana, hizo video ni video zile za kusema kama jeshi letu limeingia Minembwe, ni video za mwaka 2021. Kipindi kile ambacho kulikuingia tena vita pale Minembwe, General Gabi Boswane wakawa wamekimbilia kwenye kambi ya jeshi la MONUSCO, ndio hizo video. Ila kwa sasa hivi kusema kweli jeshi letu alijakanyaga kabisa ardhi ya Minembwe au kwenye mji wa Minembwe. Kuna watu ambao pia wanafanya confused kusema eti plateau yote ni Minembwe. Hapana, ukiwa upo Ilondo, ukiwa upo Point Zero, upo Alenge, uko Mikenge, hapo haujasema eti upo Minembwe, ila kwenye mji wa Minembwe kabisa jeshi letu hawajakanyaga hata kidogo. Na huko Point Zero ni akina nani ambao wako huko? Point Zero ni jeshi letu la taifa na wazalendo na jeshi la Burundi wapo pale, wanazidi kukaba ngome kabisa na kulinda raia.
nini mpo huko kwenye nyanda za juu kama raia wa kawaida tu, pamoja na kwamba nini ni raia wa kawaida, lakini inawezekana labda wakati mwingine mnakuwa na muda mzuri wa kuzungumza hata na askari jeshi, licha ya kwamba waweze wakawaambia yote yale ambayo yanaendelea kwenye mashamba ya vita, ila kama binadamu pia mtu anaweza kusoma hali ya majira gisi ilivyo kutokana na kila ambacho kinaendelea. Hivi ni kitu gani ambacho mpaka sasa kinapelekea wazalendo na jeshi la DRC kushindwa kuingia Minembwe kwa muda mrefu? Kwetu sisi tunaweza tukaona kama vile ni mbinu tu, na mbinu na ule moyo, kwa sababu tunajua vita kwanza inatakiwa muwe na mbinu ambayo ni mbadala kwa yule adui wenu, kwa sababu serikali, kusema kweli, serikali imeweka uwezo wote au vifaa na vingine vyote, ila kuna kosa yule ambaye wa kujiweka mbele. Sisi wenyewe wananchi tunawalaumu sana hata viongozi wetu wa kizalendo, wengi wameshaikalia huko barabarani, japo hivi vita vya huku juu vinaomba mtu ambaye anaelewa huku na mtu ambaye anajua vizuri vita, kusema hivi huyu adui akiingia hapa na mimi nitatokea hapa. Na ila wanajeshi wetu, nani, watoto wetu wazalendo, au nikisema wazalendo sisemi hawa wanajeshi wa kawaida, wale wakubwa ambao sitataja majina, wakijitoa, wakija huku wenyewe kuja kushirikiana na jeshi la serikali, na hivi ambavyo serikali ya Kongo inajitoa kwa kusema kwamba tunapambana na tukomboe nchi, najua wanaweza wakapata ushindi. Ila kwa sasa hivi wanaacha watu ambao hawaelewi miji na hawaelewi maeneo vizuri, ndio wanaongoza operation, hawajui wanaopambana naye anapenda ni mbinu gani ambazo anazotumiaga kwa kupambana. Hicho ni kitu ambacho kinafanya wanajeshi letu zaidi lishindo kupata ushindi wa hivi vita. Ila kusema kweli, serikali imechea uwezo wote na kila kitu kwa ajili ya ushindi. Hizi taarifa ambazo zinazunguka kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba AFC M23 wanashirikiana pia na wanajeshi kutoka Somalia na Kenya, ninyi ambao mnapatikana huko milimani, mmewahi kushuhudia askari jeshi kutoka Somalia na Kenya wakipita huko kuelekea Minembwe? Mimi sijaona askari wa Somalia, tunasikiaga tu kwenye mitandao ya habari, ila sijawahi kuona. Kusema kweli, sijawahi kuona, ila tunasikia kuna Kenya, kuna wazungu, tunasikia hivyo, ila kwa kuona bado hatujaona. Na pengine sasa jaribu kutuambia umuhimu wa mji wa Minembwe, maana tunasikia kila siku Minembwe, 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 Minembwe. Mji wa Minembwe ni muhimu kiasi gani kwenye harakati za kivita? Unajua, mji wa Minembwe ni mji wa mkakati sana kwa wanaitwa kwa ndugu zetu kwanza wa Kinyamulenge, na pia kwa M23 kukontrol na ni nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga au mkoa wa Kivu Kusini. Ina maana kama leo inaweza kufanya mji wa Minembwe kupotea, itafanya hawa watu kurudi nyuma na kushindwa kusonga mbele, kwa sababu kama leo jeshi la taifa wakichukua udhibiti wa mji wa Minembwe, itakuwa rahisi sana kuweka pressure kwa jiji la Bukavu na hata huko Goma, ila huwezi kwenda kuweka pressure au pression huko Bukavu na Goma, japo Minembwe bado au nyanda za juu bado M23 wapo na wanazidi kujizatiti na kuenea maeneo yote. Ndio maana unaona mji wa Minembwe ni mji wa kimkakati, kwa sababu jeshi wakichukua mji wa Minembwe watakuwa wamevunja nguvu za M23 kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini. Haya, tumalizie na hili sasa. Je, ninyi kama wananchi wa kawaida, kuna misaada yoyote ya kiutu yao ya kibinadamu ambao mmepata kutoka kwa serikali au kwa mashirika ya kiutu? Sasa hivi hakuna misaada kwa sababu bado ni vita vinapamba moto. Ina maana hakuna sehemu ambapo unaweza kupitisha vitu kusema viingie hapa. Wiki mbili zilizopita Minembwe ndo kulingiaga msaada kidogo pale wa CICR msalaba mwekundu, ila vijiji vingine vyote ni vigumu na wanahitaji kabisa misaada, ila mashirika ambayo inaweza kuja kusaidia watu hawafiki kabisa, na kwa sababu tunaona kama vile ni njia ndio wanakosa. Huyo ni mkaji mmoja kutoka nyanda za juu za huko Minembwe ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama. Na kuhusiana tu na taarifa hii ambayo inahusiana na vita huko katika nyanda za juu za Minembwe ni kwamba kundi la mawakili wanaowakilisha jamii za DRC limetangaza mpango wa kufungua kesi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuhusu madai ya mateso ya kikabila na uhalifu dhidi ya ubinadamu uliofanywa dhidi ya makundi kutoka jamii ya walio wachache ya Banyamulenge, Ema na Watusi.
Katika taarifa ya tarehe 17 Juni, kundi la mawakili hao linakusanya ushuhuda wa mashahidi kuhusiana na shughuli za kijeshi huko Minembwe, Kivu Kusini, ambapo vurugu zimeongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Kundi hili la mawakili linafanya kazi katika ukusanyaji wa ushahidi kuhusu shughuli za kijeshi zinazohusisha mashambulizi dhidi ya raia katika nyanda za juu za Minembwe huko Kivu Kusini, mawakili walisema. Kundi hilo lilisema ushahidi huo unajumuisha picha, video na ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa waathiriwa na mashahidi, ambao linakusudia kuwasilisha mbele ya ICC. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Niseme tu kwaheri kwa leo.